Miaka 10 au 20 iliyopita, mtu yeyote aliyekuwa na vizuizi vitatu alipelekwa moja kwa moja kufanyiwa upasuaji. Hii ilikuwa kwa sababu teknolojia haikuwa imeendelea na uelewa wetu kuhusu hivyo vizuizi pia haukuwa umefikia kiwango cha kufanya angioplasti. Lakini katika miaka 10 iliyopita, kumekuwa na maendeleo makubwa na vizuizi vya 100% vinaweza kutibiwa kwa angioplasti kwa mafanikio ya karibu 95%. Na vizuizi vingi vinaweza kutibiwa kwa mafanikio ya 99.99%. Hii inamaanisha kwamba wagonjwa wengi wenye vizuizi vingi, vizuizi vilivyoganda au vizuizi vya 100% wanaweza kutibiwa kwa angioplasti. Sasa hii inaweza kuwa kinyume kidogo na maoni ya jumla miongoni mwa umma na pia kwa baadhi ya watu wa upande wa tiba. Hii ni kwa sababu ya imani ya muda mrefu kwamba vizuizi vingi havipaswi kutibiwa kwa angioplasti kwa sababu vinaweza kusababisha kile tunachokiita restenosis. Hiyo ni kuziba tena ndani ya stenti. Sasa tatizo hili lilitatuliwa karibu miongo miwili iliyopita kwa kutumia stenti zinazotoa dawa. Na vizuizi vya 100% vinaweza kutibiwa kwa kutumia waya mpya nyingi, katheta mpya na teknolojia ya laser. Tunayo teknolojia ya rotablation na bila shaka mipira na stenti mpya zimewezesha kutoa matokeo ambayo ni karibu sawa na upasuaji au wakati mwingine bora zaidi. Na ukweli unabaki kuwa karibu hakuna mgonjwa anayependa kufanyiwa upasuaji. Tatizo lilikuwa hatukuwa na teknolojia ya kuepuka hilo, lakini leo tunayo. Leo tunayo teknolojia ya kuzuia upasuaji mapema. Huenda baada ya miaka 10 au 20 bado watahitaji upasuaji, lakini katika hali ya sasa, vizuizi vingi, vizuizi vya 100%, vizuizi vya stenti ya upande wa kushoto, vyote vinaweza kutibiwa kwa angioplasti na kwa mafanikio makubwa sana, na matokeo ya muda mrefu ni sawa na upasuaji. Pia kuna mawazo kwamba watu wenye kisukari hawapaswi kufanyiwa angioplasti, jambo ambalo lilikuwa kweli miaka 20 iliyopita. Hilo si kweli tena. Utaalamu wangu ni kwenye kuziba kabisa kwa mishipa ya damu, chronic total occlusions, ambayo ni vizuizi vya 100% vilivyokuwepo kwa miezi mingi. Hivyo ni vizuizi vigumu, vinahitaji waya maalum, microcatheters na ujuzi mkubwa ili kufungua sehemu hizo na kuweka stenti. Unapaswa kufahamu kwamba karibu 1 ya 5 ya wagonjwa wanaofanyiwa angiogramu wanakuwa na vizuizi vya 100%. Na 90% ya sababu kwa nini wagonjwa hawa wanafanyiwa upasuaji ni kwa sababu kile kizibo cha 100% hakijatibiwa na daktari husika. Kwa hiyo, uwezo wa kutibu hicho kizibo cha 100% ndiyo sababu kuu inayotufanya tuepuke upasuaji na kuwapa wagonjwa angioplasti isiyo na uvamizi mkubwa kwa karibu aina zote za magonjwa ya mishipa ya moyo.